Irani imekanusha madai yaliyotolewa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwamba imekubali kuwaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini humo baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran yenye lengo la kufikia makubaliano ya kudumu ya kumaliza mvutano unaosababishwa na vita vya hivi karibuni. Katika mazungumzo yaliyofanyika katika mji wa Bergenstock nchini Uswisi, Vance alisema majadiliano kuhusu kurejeshwa kwa wakaguzi wa International Atomic Energy Agency yanaweza kuanza mara moja, huku Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ikipitisha msimamo wa Ismail Bagei. Ilieleza kuwa Tehran haijatoa ahadi yoyote mpya kuhusu ukaguzi wa nyuklia. Wakati huo huo, Marekani imetangaza msamaha wa muda wa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, hatua inayoruhusu Tehran kuuza mafuta yake kwa kutumia dola za Marekani kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa. Uamuzi huo umetolewa kupitia leseni maalum ya siku 60 iliyotolewa na Wizara ya Fedha ya Marekani. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na wapatanishi kutoka Qatar na Pakistan, Marekani na Iran zimekubaliana kuandaa ramani ya utekelezaji wa makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60 zijazo, huku Vance amesema mazungumzo hayo yameweka msingi mzuri wa kufikia suluhisho la kudumu. Msamaha huo wa vikwazo unaruhusu uzalishaji, uuzaji na usafirishaji wa mafuta ghafi pamoja na bidhaa za petroli za Irani hadi Agosti 21, 2026. Aidha, mafuta ya Irani yanaweza kuingizwa moja kwa moja nchini Marekani, huku miamala ya kibenki, bima na usafirishaji ikiruhusiwa bila vikwazo vilivyokuwepo awali. Katibu wa Hazina ya Marekani Scott Bessent amesema kuwa kwa kubadilishana na msamaha huo wa vikwazo, Iran imeahidi kuweka wazi njia muhimu wa usafirishaji baharini Strait of Hormuz na kuruhusu wakaguzi wa IAEA kurejea nchini humo. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa masuala ya ukaguzi yatafuata taratibu zilizowekwa na bunge pamoja na Baraza la Usalama wa Taifa. Mwaka 2015, Iran na mataifa 6 yenye nguvu duniani yaliingia makubaliano ya kuruhusu ukaguzi wa shughuli za nyuklia za Iran chini ya usimamizi wa IAEA. Hata hivyo, mwaka 2018, wakati wa muhula wake wa kwanza, Rais wa Marekani Donald Trump aliondoa Marekani katika makubaliano hayo, akidai hayakuwa na manufaa kwa maslahi ya nchi yake. Trump ameonya kuwa iwapo Iran haitazingatia makubaliano mapya au itaonyesha tabia itakayohatarisha usalama wa kikanda, Marekani itachukua hatua kali, huku pande hizo zikikubaliana kuanzia njia maalum ya mawasiliano ili kuzuia migogoro katika mlango wa Hormuz na kuandaa kitengo cha uratibu wa usalama kati ya Marekani, Iran na Lebanon, hatua inayolenga kudumisha usitishwaji wa mapigano na kuimarisha imani katika eneo hilo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.